makubwa mawili, sio makubwa kwa idadi ya watu, ila makubwa kwa mgawanyo. Ni watu wachache tu, lakini wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni watu ambao walikuwa ndani ya Chadema, na naamini bado kuna baadhi ya wao wanaweza wakawepo bado ndani ya Chadema, ambao wanatumika moja kwa moja na mfumo kwa ajili ya kutengeneza huo mchezo wa kama vile kuna mgawanyiko mkubwa, kuna mgogoro mkubwa. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili, kuna watu wamedanganywa, wameambiwa Chadema imechukua msimamo wa no reforms no election, kwa chama hiki kitazuiwa kushiriki uchaguzi, na katibu mkuu wa chama hicho hajasaini maadili ya uchaguzi. Wanaambiwa sisi tutakaa na nyinyi mezani, tutawapa ubunge, jiandaeni kushiriki uchaguzi, na tutafanya kama ambavyo historia wanaamini wao imekuwa kwamba kuna wakati kuna chama kikubwa cha upinzani kinapanda kama ilivyopanda wakati wa NCCR Mageuzi, alafu wanadai wao kwamba wakaipromosha, alafu ikapanda kafu wakaipromosha, kwamba kuna trend ya kupandishwa na kushushwa. Kwa hiyo sasa wanawaambia wakati umefika wa dola kuishusha Chadema, na sasa wanawaambia wanataka kuinua chama kingine cha upinzani na watakipa wabunge. Maneno kama haya walidanganywa watu kwa nyakati mbalimbali. Mwaka 2020 aliyekuwa Rais Magufuli aliwafuata baadhi ya waliokuwa wabunge wa Chadema, akawaambia hameni chama chenu, ingieni NCCR Mageuzi, tutawapa wabunge 20, Chadema itadondoshwa, nyinyi mtainuliwa. Kumbe CCM ilikuwa inawatapeli. Hawakupewa hivyo vitu 20 na mwenda zake amekwenda zake na ahadi zake. Hilo jambo limekuwa historia. Sasa sijui watu hawajifunzi juu ya utapeli wa CCM. Chadema imekushapita mapito mengi. Mwaka 2003 na 2004 ulifanyika uchaguzi ndani ya Chadema. Hii mkakati wa utawala kuonyesha kuna mpasuko, wakatengeneza chama cha siasa kikaitwa Sauti ya Umma. Wakamchukua aliyekuwa naibu katika mgombea wa naibu katibu mkuu kwenye Chadema wakati huo, marehemu Dr. Kiara, wakampa ndio kiongozi wa chama cha SAU. Wakawachukua waliokuwa wanachama wa Chadema, sio kina Jacob Mkoboa na wengine, wakawatengenezea chama kikaitwa Sauti ya Umma ili kikaribiane na Chadema ina falsafa ya nguvu ya umma. Alafu wakakiweka na rangi kama za Chadema hivi ili kwa confuse wananchi. Lakini 2005 wananchi hawakuwa confused, 2006 hawakuwa confused, 2007 hawakuwa confused. 2009 kwa tena uchaguzi wa ndani ya chama. Mkakati wao wa utawala wakawachukua baadhi ya watu wa Chadema wakawapeleka chama kingine. Mkakati wao ukashindwa vile vile. Kuelekea 2013-14 kwa kuna uchaguzi wa ndani ya Chadema. Watawala wakatumia mbinu ile. Wakatengeneza wakati huo chama cha ACT Wazalendo. Na wakasema sasa hii ndio mbinu ya kukiangusha Chadema. Aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema wakati huo Zitto Kabwe na wengine wakaenda. Watu wakasema sasa Chadema inaanguka. Chadema haikuanguka, badala yake 2015 ikapanda zaidi, ikafika mpaka zaidi ya wabunge 70. Sasa nawaambia Geita, na nawaambia wana Chadema, kama tulivyoyashinda mapito mengine magumu huko nyuma, na mapito haya nayo tutayashinda. Ninawaomba wana Chadema, yoyote mwenye tofauti zozote na mwingine ambazo hazitokani na usaliti na kutumika na watawala, tofauti tu za kimitazamo, weka pembeni tofauti ili tuweze kuchuja kati ya wasaliti na wenye haki, wadhalimu na wasimamia ukweli, ili wale wa ukweli na haki
kieleweke. Sasa mkakati wa tatu, yani hayo mapigo yote hayo, leo nitasema matatu tu, lakini yako kadhaa wanayafanya. Mkakati wa tatu, huyu Rais Samia aliyeuza bandari zetu, aliyegeuza Tanzania kuwa gulio la Wachina, gulio la Waarabu, gulio la Wazungu. Nalisema hilo kwa sababu nilipofika hapa kuna mtu akaniandikia kimemo. Nitakisoma kama kilivyo, kwa sababu nimeandikiwa, nitasoma tu. Mmoja akaandika, Ifugandi, maeneo ya wachimbaji wadogo mengi watu wamefukuzwa, leseni wamepewa Wachina, Igalula na Nyamahuna na Nyantwiga. Niko sawa, si ndio? Aliandika yuko sawa, si ndio? Kwa hiyo ninaposema tumegeuzwa gulio la Wachina na uhalisia. Mwingine akaandika, soko la dhahabu, takriban 80% ya brokers ni Wachina. Yaani hata kwenye soko mnada wa dhahabu na Wahindi. Unaongeza na Wahindi. Na Wachina, Wahindi. Hata kwenye mnada wa dhahabu tumeuzwa, si ndio? Sasa anayetuuza ni Samia na wenzake, si ndio? Sasa wanatuuza mfumo wao wote wa CCM. Sasa mwingine ameniandikia hapa, vitalu vya madini Biteko na familia yake wamejimilikisha, mfano block A na block B Kigosi. Sasa kusema nini? Mfumo wa CCM umeoza. Sasa lakini Samia, Rais Samia, yeye baada ya kumalizana na bandari, kumalizana na mbuga, sasa ana mbinu ya tatu ya kutaka kumalizana na Chadema. Yeye kupitia mtu wake wa karibu, mpango ambao uliratibiwa ukimuhusisha mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mratibu kwa upande wa chama mkuu akiwa aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar wa Chadema Salum Mwalimu Juma, wakamfuata aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar anaitwa Said Isa Mohamed, wakakubaliana kwamba ifunguliwe kesi dhidi ya Chadema. Wanasema ni kesi ya Wazanzibari watatu. Nasema watatu kwa sababu nimezungumza na viongozi wetu wa Zanzibar wa chama, makamu mwenyekiti aliyopo Mheshimiwa Said Mzee, naibu katibu mkuu aliyopo Mheshimiwa Ali Ibrahim, na viongozi wengine wa Zanzibar. Wanasema mpango huu sisi hatuhusiki. Hawa watatu wale wamekwenda kufungua kesi, wakitoa kisingizio cha kesi kwamba wanataka kuwepo na mgawanyo wenye uwiano wa kirasilimali ndani ya Chadema. Ukisikiza hoja hiyo kwa nje, unaweza kuona labda inatetea maslahi ya Wazanzibari au ya Zanzibar, ya watu wa Zanzibar ndani ya Chadema. Lakini siri ya hiyo kesi iko kwenye ombi gani wameiomba mahakama. Wameomba mahakama kwamba wakati hiyo kesi ikisikilizwa, shughuli zote za Chadema nchi nzima, iwe ni mikutano ya hadhara, iwe ni uendeshaji wa ofisi, kazi yoyote ya Chadema popote, mahakama itoe amri Chadema izuiwe shughuli zake zote. Kesi hiyo inakwenda kusikilizwa Mahakama Kuu tarehe 12 mwezi huu wa 5. Nataka kumwambia Rais Samia na msajili wa vyama vya siasa na wanaotumika, tutapambana. Mawakili wetu watapambana mahakamani. Nataka niwahakikishie wanachadema, hila hizo nazo zitashindwa. Idara ya usalama wa taifa, mpelekeeni Rais Samia, mpelekeeni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa kwamba hii ni sauti ya wananchi. Wananchi wako tayari hata
akarusha neno pale, akasema nataka niwaambie hao wanaoitwa wasiojulikana ambao polisi inataka kuchunguza milele. Kaa mbele ya vyombo vya habari Jumanne Mulilo anasema hatujakamata mtu zaidi ya John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, mheshimiwa, na katibu mkuu John Mnyika, wala hatujapiga mtu yeyote. Sasa jeshi la polisi lenye viongozi waongo namna hii linaweza kulinda uchaguzi huru na haki? Linaweza kulinda uchaguzi huru na haki? Ndio maana askari hawa wametuhumiwa 2020 kushiriki kuwalinda watu wanaoingiza kura feki kwenye vituo. Wametuhumiwa kuhusika wao wenyewe wengine kuonekana wamebeba masanduku ya kura feki. Tunapotaka reform za kiuchaguzi, ukishakuwa na tume huru, sheria inakuwa inatamka kwamba uchaguzi ukianza tu vyombo vya usalama vinaripoti kwa tume, vinafuata matakwa ya tume huru ya uchaguzi. Sasa mkutano tumemalizia. Sasa tuna tangazo moja muhimu sana la tone. Safari hii ya mapambano ya no reform no election inaendelea, si ndio? Na inahitaji rasilimali. Naomba shika simu yako tafadhali. Shika simu yako au tablet, andika namba ifuatayo 07 ili uweze kuchangia Kila mtu shika simu. Wote kule nyuma naomba sana. Shika simu. 07 4 4 4 4 6 9 6 9. Narudia tena. Namba 07 4 4 4 4 6 9 6 9. Dondosha tone lako hapo utuchangie.